Kama kariabusanda ramakoshe basika. Baba yangu, ninakutukuza kwa sababu ya uaminifu wako, kwa sababu ya nguvu zako za ajabu. Wewe ni Mungu mkuu, mfalme wa falme, Bwana mabwana, unaishi na kumiliki na kutawala. Watoto wako tunakutukuza kwa sababu ya asubuhi nzuri, asubuhi yenye neema, asubuhi yenye baraka, asubuhi yenye kibali ambayo Baba umetupa watoto wako. Tumenyenyekea chini ya dali lako tukiomba rehema, tutakase kwa damu yako ya thamani. Roho Mtakatifu aliye mwema, mfalme wa falme na Bwana mabwana, watoto wako unatujua tulivyo wakosefu mbele zako, nasi tumeshuka mbele zako kuomba toba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Neno lako linasema katika kitabu cha Isaya, kwa dhambi zenu zitapokuwa nyekundu kama damu, utasafisha kwa nyeupe kama theluji. Watoto wako tumeshuka mbele zako Bwana, tukinyenyekea mbele za uso wako tukiomba rehema, tutakase Bwana Yesu kwa damu yako ya thamani. Mandorosha karabakuri ya basika. Kila mmoja popote alipo anapofuatilia maombi haya, ingia mbele za Bwana, anza kuomba toba mbele za Bwana. Asubuhi ya leo nyenyekea mbele za Bwana, anza kuomba toba. Rika mandorosha karabakuri basika. Baba, tunaomba rehema zako tena, rehema zako za ajabu juu ya maisha yetu. Rehema zako Bwana juu ya hatima, rehema zako Bwana. Tutakase mioyo yetu, tutakase roho zetu, tutakase moyo wetu, tutakase miili yetu asubuhi ya leo. Kuria manda ramashaka rabasaka. Yamanda rika baba sanda ramakoshaka rabakoshi. Eka yamanda riamasika rinda sika rabushaka. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, Mungu wa rehema nyingi, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Asubuhi ya leo Bwana tumenyekea mbele zako. Tunaomba nguvu zako asubuhi ya leo. Tamka mbele za Bwana, unahitaji nguvu za Mungu asubuhi ya leo. Baba, tunaomba nguvu zako zituatamie tena asubuhi ya leo. Yesu Kristo, tutie nguvu tena, tuimarishe watoto wako. Tunaomba nguvu mpya Bwana, tunaomba nguvu mpya, tunaomba nguvu mpya. Tamka, unahitaji nguvu mpya asubuhi ya leo. Unahitaji nguvu mpya. Rika manda rabashaka. Baba, tunahitaji nguvu mpya asubuhi ya leo. Nguvu mpya kutunyanyua, nguvu mpya kutubeba, nguvu mpya kutusimamisha. Rika ndara mandoro shaka rabakoria basika. Omba nguvu, omba nguvu, omba nguvu. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo 1:8 ya kwamba nanyi mtapokea nguvu akisha kwa ajili ya Roho Mtakatifu juu yenu. Yesu Kristo, tunapokea nguvu zitokazo kwako. Tuongezee nguvu watumishi wako na wajori wako. Yakaya bakaya mando sokorubu shaka. Baba, tunaomba nguvu ya Roho Mtakatifu ije juu yetu saa hii Bwana, katika jina la Yesu. Rikanda ramando rusha karaba kuria. Ya baba sanda ramando rukushata. Ya baba karia masekere. Risanda ramando rusa tata. Baba, nijaze nguvu asubuhi ya leo. Niongezee nguvu Bwana. Pale ninapochoka Baba, niongezee nguvu. Pale ambapo siwezi, niongezee nguvu. Niongeze nguvu Bwana kuifanya kazi yako, katika jina la Yesu Kristo. Rikanda ramando rosa karabashaka. Tamka asubuhi ya leo, unahitaji kuongezwa nguvu. Unahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu, nguvu ya kukuwezesha, nguvu ya uwezesho, nguvu ya kufanya ufikie hatima, nguvu ya kufanya ufikie kwenye neema, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tuongezee nguvu, tuifanye kazi yako, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Rosa kamanda ramasika. Asante Bwana, asante Bwana. Mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante. Pe Mungu utukufu, pe Mungu utukufu, pe Mungu utukufu. Mwambie Baba, najiachilia kwako, najiachilia kwako, najiachilia kwako. Rika manda rabashaka. Unahitaji msaada
asubuhi ya leo. Unahitaji kumuona Yesu asubuhi ya leo, akikutoa kwenye machozi, akikutoa kwenye kilio, akikutoa kwenye taabu, akikutoa kwenye mateso, akikutoa kwenye madeni, akikutoa kila eneo. Mwambie Baba, nahitaji kukuona asubuhi ya leo. Mwambie Baba, nahitaji kukuona kwa namna mpya. Nikuone sio sawasawa na jana, nikuone sawasawa na utukufu wako. Oh Baba, nikuone tofauti, maana wewe ni Mungu wa tofauti. Nikuone ukibadilisha hatima, nione ukibadilisha maisha yangu, nione ukibadilisha ndoto yangu. Mwambie Baba, naomba nikuone leo kwa namna nyingine, nikuone leo kwa namna mpya, nikuone leo kwa utukufu mpya. Hebu tamka mbele za Bwana. Unahitaji kumuona Yesu tena, unahitaji kumuona Bwana, unahitaji kumuona Bwana, unahitaji kumuona Yesu. Mwambie Baba, nahitaji kukuona, hakika nahitaji kukuona, nahitaji kukuona kwa namna mpya, nahitaji kukuona kwa utukufu mpya. Rika baba 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 baba. Tamka mbele za Bwana. Mwambie Baba, naomba nikuone wewe, nikuone wewe, unisaidie, nikuone wewe, unibebe Baba, nikuone, nione nguvu zako zikinisaidia, nione utukufu wako ukisimama upande wangu, katika jina la Yesu Kristo. Ramanduru shakarama koribasaka ya baba korimasaka, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Sijajua ninaomba na nani, sijajua ninaomba na nani asubuhi ya leo, lakini nasikia Roho Mtakatifu ananiambia umekuwa unapita mahali ambako ndani yako nasikia kuchoka, ndani yako nasikia kukata tamaa, ndani yako usikii kuendelea, ndani yako nasikia mzigo mkubwa ndani yako ambao umekukatisha tamaa. Wakati mwingine unasikia kuchoka. Usiendelee kuchoka peke yako. Hebu sema, tutaomba, tutasimama na wewe. Tumia hiyo namba ya WhatsApp iliyoko hapo ya 0679645759 kwenye kioo chako. Hebu nitumie message, sema na mtu wa Mungu, niambie unapita wapi. Tutasimama, tutaomba. Utasimama kwenye group letu la maombi, tutaomba na mkono wa Mungu utaenda kwa dhahiri. Mungu amesaidia watu wengi, amegusa watu wengi, ameshika watu wengi, na wewe Mungu hatakuacha, atafanya. Acha kukata tamaa, ongeza nguvu, acha kuchoka, ongeza nguvu. Tatizo lako bado linawezekana, tatizo lako bado ni jepesi, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Nitumie ujumbe rika baba sando roshaka. Ndio nasikia Mungu ananiambia, Mungu alimsikia Kornelio. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 10, Mungu akashuka kwa Kornelio akamwambia, Kornelio, sikiliza, maombi yako na sadaka yako vimefika kwangu juu. Oh, nimekumbuka. Kuna kitu nataka nikupe siri asubuhi ya leo. Popote pale unapofuatilia maombi haya, ndani yako sikia Mungu anachokizungumza. Chukua sadaka ndani yako. Kuna namba hiyo ya Vodacom, mwambie Mungu, wewe ulimsikia Kornelio, ulisikia maombi yake, ulisikia sadaka. Naomba kupitia sadaka ya asubuhi, ninaomba kupitia sadaka ya asubuhi, Baba usikie maombi yangu, ujibu maombi yangu. Ninaona Mungu akienda kufanya kwa namna nyepesi. Ni kupitia namba hiyo ya 0756934903. Hiyo namba ya M-Pesa. Ukiwa nje, ukiwa ndani ya nchi, ukiwa nje ya nchi ya Tanzania, fanya kupitia hiyo M-Pesa. Sadaka yako itafika. Utaamini kitakachotokea asubuhi hii. Ninaona Mungu akienda kufanya kitu ambacho hujawahi kukiona kabisa, katika jina la Yesu Kristo, maana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu yuko hapa kutuatamia. Roho Mtakatifu yuko hapa kutuatamia. Shirikisha watu, peleka ujumbe, copy link hii, peleka kwa ndugu, peleka kwa jamaa, peleka kwa marafiki, peleka kwa YouTube, peleka kwa status, peleka kila eneo. Unapofanya hivyo unaifanya kazi ya Mungu. Unaruhusu watu wengi waone neema, unaruhusu watu wengi waone kazi, unaruhusu watu wengi waone utukufu, unaruhusu watu wengi wakimbilie kwa Yesu. Oh my Jesus, ninaona ukimponya dada yako, ukimponya ndugu yako, ukimponya jamaa yako anayefuatilia maombi, ukimponya, ukimwokoa. Mrushie klipu hii. Kuna nguvu ya Mungu inaenda kudhihirika kwa namna ya ajabu. Oh, asante Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna nguvu ninaiona asubuhi ya leo. Hii nguvu sio nguvu ya kawaida, ni nguvu iletayo neema, ni nguvu ya ukombozi, ni nguvu ya ushindi, katika jina la Yesu Kristo. Hii ni zaburi ya asubuhi, hii ni zaburi ya asubuhi, hii ni zaburi ya asubuhi. Kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 31, nitasoma maandiko machache kabisa.
kuanzia ule mstari wa 12. Zaburi 31 kuanzia mstari wa 12. Biblia inasema, nimesauliwa kama mfu asiyekumbukwa, nimekuwa kama chombo kilichovunjika, maana nimesikia masingizio ya wengi, hofu ziko pande zote, walioshauriana juu yangu. Unaona, walifanya ila waondoe uhai wangu. Sasa kazi yangu kubwa asubuhi ya leo ni kuvunja roho ya kusauliwa. Kusauliwa ni roho. Vunja roho ya kusauliwa. Kusauliwa ni roho. Watu wengi ambao walikuwa wanapiga hatua na walishangaa ghafla wanarudi nyuma na wakujua kilichowarudisha nyuma ni nini. Maana yake katika ulimwengu wa roho umesauliwa. Kuna spirit, roho, tunasema roho ya kusauliwa. Watu wazuri wanaweza kukusahau, watu wazuri wanaweza kusahau, watu wenye neema yako wanaweza kusahau. Na hii ni changamoto kubwa sana ambayo watu wengi wamekutana nayo. Unashangaa ni mfanyabiashara, lakini unashangaa hata wateja wale uliokuwa nao tayari wameshakusahau. Ni watu walikuwa wanachukua bidhaa kwako, lakini ghafla unashangaa wamesahau kabisa. Kuna watu ambao, tuachane na wafanyabiashara, lakini angalia namna ambavyo watu wanafanya kazi maofisini. Kuna wengine wanapandishwa vyeo, kuna wengine wanabaki pale pale, wengine wameshasauliwa kabisa. Kumbe kusauliwa ni roho kabisa ambayo inafanya kazi. Unashangaa wengine wanapanda vyeo, wewe bado unabaki pale pale. Daudi anasema nimesauliwa kama mfu. Unaweza kuona nimesauliwa kama mfu. Maana yake unashangaa wengine wanapanda cheo, lakini wewe unabaki pale pale. Unaanza kujiuliza, mimi na shida gani? Kumbe kuna roho nyuma ya kusauliwa. Hii ni roho mbaya sana ambayo inashambulia hatima za watu. Hasa adui akiona unataka kupiga hatua, maana yake lazima achilie nguvu, inaitwa nguvu ya kusauliwa. Ni kila eneo hii nguvu inafanya kazi. Inawezekana kabisa wewe ni mtumishi wa Mungu, una kanisa, unashangaa watu wamesahau, watu wanasahau kabisa. Watu wanasahau watakuja ibadani, watu wanasahau kila kitu, watu wanasahau. Kumbe roho ya kusauliwa ni roho kabisa inafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Unashangaa mwanaume aliahidi kwamba atakuoa, ghafla kasahau, na hiyo ndoa haifungwi. Umeelewa? Umeshasauliwa. Unashangaa mambo yote yanaharibika. Ni umeshasauliwa. Kuna watu wazuri ambao wamekuahidi kitu, wanataka kukupa kitu, wanataka kukupa kazi, Unashangaa hiyo kazi ghafla alisema nitakupa kazi, lakini ghafla amekusahau. Na unaanza kupiga simu na sasa nilisahau tayari, nikusahau. Kwa hiyo kuna roho inaitwa roho ya kusauliwa. Ndio maana anaingia kwenye maombi mazito. Mtumishi wa Mungu Daudi anavunja kila nguvu ya kusauliwa. Kazi ya ufalme wa giza ni kuachilia, inaachilia nguvu hii ya kwamba usauliwe kwenye kazi za mikono. Unashangaa umesauliwa, umeitwa kazini, unashangaa umesauliwa. Ilikuwa ni mambo ya ndoa, umesauliwa. Unashangaa ni kwenye huduma, watu wazuri kabisa ambao walitakiwa kusimama na wewe, ghafla wamekusahau. Unaanza kujiuliza, kwa nini nasaulika? Nimesaulika kazini, unasaulika kila eneo. Wewe umekuwa ni mtu wa kusaulika. Unajua roho ya kusaulika ni nini? Nguvu ya kusaulika ni nguvu ambayo inafanya kazi na nguvu za kichawi na nguvu za giza ambazo zinafanya kazi. Maana yake ni kufichwa rohoni. Unafichwa kwenye ulimwengu wa roho, ili usikumbukwe. Umeelewa? Ili hatima yako isifanyeje? Isikumbukwe. Glory to Jesus. Ili usikumbukwe, mambo yazidi kuharibika. Sasa chochote ambacho shetani anakitumia kukutumia wewe roho ya kusauliwa, hiyo nguvu lazima tuivunje kwa damu ya Yesu Kristo asubuhi ya leo. Na nataka nikwambie kitu. Hizi nguvu zinavyotumwa za kichawi za kishirikina, uwe una uhakika kuna watu walienda aidha kwa waganga, aidha kwa wachawi, wakafanya jina lako, wakalizika, wakasema huyu mtu hatakumbukwa. Sasa kama wewe mwenyewe huna maombi ya kutosha, namba 1, namba 2, hauna sadaka ya kusimama na maombi, ujue haya ni maombi ya vita.
lazima na wewe uchukue sadaka, umwambie Mungu kwamba kama kuna nguvu yoyote ambayo amenitumia ili nisauliwe kwenye ndoa, kwenye kazi, kwenye nini, unavunja hiyo nguvu. Utashangaa hiyo nguvu inavunjika na wewe unaanza kuinuka. Na nataka nikwambie kabisa, wale watu ambao wako serious, tuivunje hii nguvu. Tukishaivunja utashangaa kuna watu wazuri wataanza kutafuta. Kama ni kwenye ndoa, mambo yataanza kusimama. Kama ulikuwa upandi kazini cheo, utaanza kuona cheo kinapanda kazini. Utaanza kuona vitu vinafunguka ambavyo hujawahi kuona na hujawahi kufikiri. Utaanza kushangaa hata mume wako alikusahau. Utashangaa hiyo ndoa inaanza kusimama tena upya, kwa sababu walikuficha. Maana walikuficha na wakakutia giza ili usionekane, ili usaulike. Sasa hii ni madhabahu, lazima ivunjike. Na nataka mtu mmoja akamate sadaka, tuvunje hii madhabahu. Na tukishaivunja utaona roho ya kusauliwa imeondoka. Nataka mtu mmoja anayenisikiliza sasa hivi, chukua sadaka yako, ikamate kwa mkono wako na inua mikono yako na mfuatisha. Sema, Bwana Yesu, leo nimesimama mbele zako kama mtumishi wako. Ni hakika nimesauliwa kama mfu, kama mtumishi wako Daudi alivyosema. Ndani yangu nimefunikwa na roho ya kusauliwa. Mungu uliye hai, katika jina la Yesu, leo nimesimama mbele zako, kila ila yoyote inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho kuachilia nguvu ya kusauliwa kwenye maisha yangu, kwenye kazi yangu na kwenye hatima yangu, ninatangaza katika jina Yesu, hiyo nguvu ninaivunja kwa mamlaka ya jina Yesu. Mamlaka yote ambayo imetumwa ili kufanya mimi nisauliwe, hiyo mamlaka ninaivunja kwa damu ya Yesu Kristo. Nguvu yote inayofanya kazi katika ulimwengu wa roho ili mimi nisaulike, ninaivunja kwa damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu Kristo. Ingia kwenye kuomba. Mahali kokote ambako wamekuweka kichawi, kiganga, kishirikina, I speak in the name of Jesus Christ. Hiyo madhabahu ya kusauliwa ninaipasua asubuhi ya leo, ninaivunja asubuhi ya leo, ninaipasua asubuhi ya leo. Hiyo nguvu ya kusauliwa, haya pasuka, haya vunjika, rakabakosha, rekebasata, in the mighty name of Jesus. Ninatoesha hiyo nguvu ya kusauliwa walioituma kwenye maisha yako. Watu wazuri wamekusahau, watu wenye neema wamekusahau, mipango yako imeharibika. I speak in the name of Jesus. Ninabomoa mtandao, ninabomoa hiyo nguvu, ninavunja, ninaharibu karobo shakata, ninapasua hiyo nguvu katika jina Yesu. Hiyo nguvu ya kusauliwa, ninaivunja asubuhi ya leo. Achia mama huyo, achia baba huyo, achia binti huyo, achia mtoto huyo. Rakabakasha, rekabakaya, roshakabakasha, rakamakasha. Ninafungwa kwa jina Yesu, ninakufungwa kwa damu Yesu, ninakufungwa kwa damu Yesu Kristo. Rikamando robo shaka. Inua sadaka yako, natamka maneno. Sema, Bwana Yesu, ninatamka kuanzia leo, ninafuta kusauliwa, ninatangaza kukumbukwa. Nitakumbukwa kazini, nitakumbukwa kwenye hatima yangu, nitakumbukwa kwenye kazi ya mikono yangu. Baba, nipe nguvu ya kukumbukwa, nipe upako wa kukumbukwa. Baba, kwa sadaka hii nipe upako wa kukumbukwa katika jina Yesu Kristo. Pokea nguvu ya kukumbukwa. Watu wazuri wa kukumbuke, watu wenye neema kukumbuke, watu wenye vitu vizuri kukumbuke katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Omba maombi hayo paka kukumbukwa, na utaona Mungu akifanya vitu vikubwa. Panda sadaka yako kupitia namba hii ya Vodacom ya 0756 938 903. Utaona neema ya kukumbukwa. Mungu akubariki sana, akubariki sana katika madhabahu ya Mlango wa Ukombozi, na neema ya Mungu iwe juu yako. Nikutakie siku njema. Pokea paka kukumbukwa, na sadaka hii itume kwenye hii namba, na utaona mkono wa Mungu, na nijulishe kwa njia ya WhatsApp kwamba baba, nimepokea neema kukumbukwa. Shalom, shalom, shalom.